Kwanza nilivyoiona kuna dogo wangu fulani aliposti kwenye status ya WhatsApp. Sasa mimi nilivyoangalia sikuwa naamini vile. Yaani sijaamini, sikuamini siku hiyo. Nikawa nimejiongelesha mwenyewe kwamba unajua wasanii kama kuna kazi ameiandaa muda mrefu lazima atakuwa ameamua kuja na style hii. Nika straight kama amenikumbusha alivyokuja Nyagomani Nyarugusu pale. Alikuja ameingia kwenye jeneza nini. Mimi nikasema tu wasanii tunajuana, mara nyingi tunapendaga kufanya vitu kama hivi pale tunapotaka kutoa ngoma. Lakini nilivyoamka naingia Facebook yale nikasema this issue is serious. Ngoja niulizie. Hebu kupiga simu kwa majamaa wakanambia ndio ni hivyo japokuwa tuamini nini. Lakini mwisho wa siku nikaanza kuona media zinaanza kuposti nini, baadhi ya sauti zake watu wanaziposti, messages alizokuwa anaongea na watu. Hapo ndo nilianza kuamini sasa. Sasa baada ya kuamini na ukaja kuona kweli ni kweli, kipi kuhusu kile alichokuwa anakifanya kiliingia akilini mwako na kikabaki kama message ambayo inaweza kukusaidia? Maana alikuwa ni mtu wa watu na isitoshe ni kama kioo cha jamii kwa yale ambayo aliwafanya. Kwako, kwa upande wako unaweza kumzungumziaje? Kwa upande wangu niseme alifanya mengi mazuri na alini inspire pia. Unajua kitu ambacho najivunia kwake ni mtu ambaye since haianze game hakuna siku aliwahi kuzima. Hakuna siku aliwahi kuzima. Labda tuseme sasa hivi ndo ameenda hivyo na tutampata msizani, sio kiurahisi. Kama atakuja inshallah, lakini sio kiurahisi. Since alipoanza game mpaka leo amefariki, hakuwahi kuzima, which means mtu ambaye alikuwa anajituma each and every day, alikuwa anajituma, na hicho kitu kilini inspire sana. Na ndio maana na mimi mpaka nimefikia hapa nilikuwa ni kule kujituma. Naona jamaa brother every day yeye anaonekana yuko on top, each and every day yuko on top. Kwa hiyo alifanya nini ambacho na mimi siwezi kufanya? Nikagundua siri moja ambayo alikuwa nayo yeye ni kujituma kila siku. Na hicho ndio kitu ambacho na mimi nimebaki nacho, kwa kujituma.